Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni wakati huu Marekani inavyojaribu kujitoa taratibu katika NATO. Hii inaleta taswira kwamba sasa NATO inavurugika, lakini wakati huu mataifa ya magharibi yanatengeneza namna ya kuonesha kwamba wao bila Marekani wanaweza kupambana. NATO imezindua mazoezi makubwa ya kijeshi ambayo yanafahamika kama Steadfast 2026. Mazoezi hayo yanahusisha zaidi ya wanajeshi 10,000 kutoka nchi 11 ambazo ni pamoja na Ujerumani, Italia, Ufaransa, Uingereza, Uhispania, Ubelgiji, Jamhuri ya Czech, Lithuania, Bulgaria, Ugiriki na Uturuki. Lengo la msingi ni kutathmini utayari wa kambi hiyo bila uwepo wa Marekani kwa kupeleka haraka nguvu kubwa. Mazoezi hayo yanaendelea hadi katikati ya mwezi Machi. Mpango wa mazoezi hayo ni baada ya mwaka 2026 kutangaza kwa rais wa Marekani Donald Trump kutaka kutumia nguvu kwanza kuichukua Greenland, na ni baada ya kumteka Nicolas Maduro, rais wa Venezuela. Hii iliwapa wasiwasi wanachama wengine wa NATO, hasa nchi za magharibi, lakini kubwa zaidi ni juu ya kutekwa kwa kisiwa cha Greenland ambacho kipo chini ya Denmark ambaye pia ni mwanachama wa NATO. Sasa kutokana na hayo, mataifa hayo ya NATO yanataka kutengeneza jeshi ambalo bila Marekani litaweza kuingia katika mapambano wakati wowote. Kwa mtazamo wa kwanza inaweza kuonekana kama zoezi lingine la NATO, lakini hapa kuna habari kwamba Marekani haishiriki. Mpango huo ni wa Ulaya tu na Marekani inajiondoa taratibu, na ni kama vile watu wa Ulaya wameona kwamba sasa Rais Donald Trump yupo katika nia yake ya dhati ya kuitoa Marekani katika NATO. Na kufikia malengo makuu mawili, lakini ikiwa ni pamoja na kuonyesha kwamba Ulaya ina nguvu, haiogopi ushawishi wa Marekani na ina uwezo wa kulinda maslahi yake. Si tu kujitengeneza kishujaa kuilinda Greenland, lakini kuonyesha nguvu halisi ya kijeshi ya NATO iliyokusudiwa, NATO bila Marekani. Lakini lengo lao la pili ni kujua kama Ulaya inaweza kufanya kazi kwa uhuru bila msaada wa Marekani. Jibu labda sio. Kwa sasa Marekani inachangia 70% ya bajeti ya NATO, ambapo mataifa yaliyobaki 31 yanachangia 30% tu ya bajeti hiyo. Hii ndiyo sababu kubwa ambayo Marekani wakati wote imekuwa ikiagiza mataifa mengine ya NATO kupeleka wanajeshi wake mahala popote ambapo Marekani ilikuwa inataka. Kwa mfano, ilipotokea huko Libya na mataifa mengine ikiwa ni pamoja na Afghanistan na hata Iraq katika kupambana na makundi ya kigaidi. Hata hivyo, inatajwa kwamba wakati huu kusambaratika kwa NATO kutayadhoofisha sana mataifa ya magharibi ambayo kwa 70% yalikuwa yakitegemea Marekani. Zaidi ya fedha, ujasusi wa NATO kimsingi ulikuwa ukitegemea Marekani. Mawasiliano ya satellite, utaratibu wa miundo ya amri pia yote yamejengwa karibu na kielelezo ambacho Marekani hufanya kama kiongozi wa NATO. Hata hivyo, mataifa haya ya magharibi sasa ni kama vile yameingia katika ubaridi, kwa maana hayana njia ya kufanya, licha ya kwamba yanajitutumua kuhakikisha yanakuwa na jeshi imara la kuweza kupambana wakati wote. Je, kuna NATO bila Marekani? Hilo ndilo swali ambalo viongozi wa kijeshi wa Ulaya wanakabiliana nalo wakati wa mazoezi haya. Ingawa kuna uwezekano wa utayari, wanajua jibu. Hakika NATO ingekuwepo, lakini ingekuwa ghali sana kwa Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanaifananisha NATO ya Ulaya bila Marekani kama EU ambayo haina meno, ambayo wakati wote inategemea mshirika mkuu Marekani. Inamaanisha Ulaya lazima ikubali kwamba bwana atafanya pendavyo na bwana ambaye ni Amerika anafanya hili kwa namna anavyotaka. Hii pia inathibitisha kwamba kwa namna yoyote ile Marekani inaweza kutoa Greenland kwa namna yoyote, kwa sababu nchi hizi za Ulaya hazina uwezo wa kuweza kuhimili kujilinda bila uwepo wa Marekani. Mataifa haya yamekiri kwamba kuna tishio kubwa linalotoka Urusi, na tishio hili bila Marekani haliwezi kuzuiliwa. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent hivi karibuni alisema kuwa Marekani inasalia katika NATO, lakini angalia tu jinsi alivyoiweka. Alipoulizwa ni nini muhimu zaidi kwa maslahi ya usalama wa Marekani, NATO au Greenland, Bessent alijibu, hilo ni chaguo la uongo. Viongozi wa Ulaya watakuja na wataelewa kwamba wanahitaji kuwa chini ya mwamvuli wa usalama wa Marekani. Sisi tunahitaji Greenland kuliko NATO, anasema Bessent. Katika hali ya hewa ya sasa, wakati uchumi wa Ulaya ukitatizika kutokana na ushuru unaotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump,
wachambuzi wanasema kwamba hali inazidi kuwa mbaya kwao. Mwandishi Floyd Lukianov kutoka nchini Urusi anasema kushughulika na Marekani mpya ya Trump ni vigumu mno kuliko wakati wowote katika mataifa ya Ulaya. Mchambuzi huyo anasema kwamba mataifa ya NATO yataingia katika hali ya unyonge, walakini yataamua kutafuta washirika wapya. Kuna Ufaransa ambayo imekuwa ikijishughulisha na operesheni za muda mrefu katika Sahel, na kuna Uturuki ambayo imekuwa ikijishughulisha katika Syria. Walakini hata uzoefu wao wa mapigano hauna nguvu katika hali ambayo hakuna pesa. Kupambana na mabedui katika Sahel au Wakurdi nchini Syria ni walimwengu, mbali na kukabiliana na adui kama Uchina na Urusi au katika hali halisi mpya ya Marekani. Hawawezi kupambana na Marekani, hawawezi kupambana na Urusi wala kupambana na Uchina katika hali zote, katika uchumi wala katika vita. Ukweli ni kwamba Marekani haishiriki katika mazoezi ya hivi karibuni ya kijeshi ya NATO licha ya kuwa na uwezo wa kupeleka wanajeshi wao kwa urahisi kutoka kambi ya Ujerumani au Italia. Ni jambo ambalo kwa upande wa mahasimu wa Urusi na China ni jambo la kufurahisha sana. Mtazamaji wa The World News, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment kwamba je, NATO bila Marekani itawezekana? Na je, watamudu kupambana na maadui zao? Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kusubscribe pia ikiwa bado hujafanya hivyo. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.